Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni furaha kuja kukutana na nyinyi tena, ingawa namna ya kukutana na nyinyi kwenu haiwi ni furaha, kwa sababu tutakutana na nyinyi kwa namna ambayo kwamba sio nyinyi mwataka kukutana na sisi. Lakini wama tashauna illa an yasha Allah, iko siku inshallah tutakutana mpaka kila mmoja ajue amekutana na mwenzake inshallah taala. Leo mimi nitazungumza kwa uchache ili nitoe nafasi ya masala kuliko mazungumzo. Kaida katika maisha, siku zote hutosumbuka katika maisha ukiyajua maisha. Leo atokaye hapa kwenda Nairobi ikiwa haijui barabara, usishangae akipotea. Lakini ajua barabara ya Nairobi, uenda barabara gani, hasumbuki. Ukwambia bwana, nenda zangu Nairobi bwana. Wewe wenda zako Nairobi, je, barabara waijua? Naijua. Sawa, bismillah, tawakkal ala Allah. Sisi tusipoelewa sunna ya maisha ndo tupata tabu katika maisha. Lakini unapoelewa sunna ya maisha, maisha hayakupi tabu. Kivipi? Waambiwa siku zote katika maisha yataka uishi kama ambaye husikii baadhi ya mambo. Katika baadhi ya mambo ishi kama wewe husikii, ndio utapata salama. Lakini ukijitaka kwamba kila jambo umelisikia na wataka kureact kwa kuwa umesikia, hutoweza kuishi. Sasa mambo mengine nishati uishi kwa baadhi ya mambo kwamba wewe hata yakisema hukuyasikia, ndio utaweza kwenda na maisha. Si kila ulisikialo nataka ulitie maanani. Kadhalika baadhi ya vitu utakauishi kama kipofu, kama hukuona. Si kila ulionalo kuna kadhaa, kuna kadhaa, kuna kadhaa. Mingine atakutia motoni kwa kupenda kuyaangalia. Kadhalika katika mtazamo wa kuona, si kila kitu ukikiona fulani siku hizi amekuwa na gari mbili, amenunua gari mpya, wewe itakutia dhiki. Yani kuna watu wewe ukibadilisha kofia tu, kofia nyingine sio ile. La haula wala quwwata illa billah. Hata nyele ukikata atakwambia mara hii sio ile mkato wake. Wewe kila kitu utakakuwa umekiona na tayari ukikiona ukizungumzie. La, kuna baadhi ya vitu utakao ukiviona kama ambao kwamba hukuviona, ndio utaishi vizuri. Na ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wa sallam alituwekea kaida nzuri, akatwambia katika dunia usimwangalia aliyekuwa juu yako. Fahariyun an tazdari ni'mat Allah. Ukimwangalia aliyekuwa juu yako sema watapewa wao tu, si atupewe chochote. Utadharau neema Mwenyezi Mungu. Lakini muangalie ule aliyekuwa chini yako, tuseme alhamdulillah. Ngala mimi naenda na bodaboda, mwenzangu enda kwa nini? Kwa miguu. Mimi naenda kula nyumbani, mwenzangu enda kula hoteli. Mimi nalala nyumbani, mwenzangu alala njiani. Ukipita mahali umeona mtu ajenga nyumba nani? Leo atajenga majumba kila siku, si tutakodisha. Afadhali wewe umekodisha, mwenzako yolala barabarani. Mfahamu? Kwa hiyo kwenye dunia tumewekewa mfano, tusiangalie juu, angalie chini. Kwenye ibada kama alivyonena Ibn Qayyim, man nafasaka fi dunya fatruk hablahu fi gharibihi. Anayeshindana na wewe katika dunia, mwachie kamba katika shingo yake, mwambie umenishinda, nenda. Waman nafasaka fi dini fanafisuhu. Anayeshindana na wewe katika dini, shindana naye, usikubali. So Mwenyezi Mungu asemaje? Wa fi dhalika falyatanafasil tanafil. Angalia mtu amejenga msikiti saizi gani, wewe jenga mara mbili. Mtu ameweka walimu wangapi, wewe weka walimu mara mbili. Hapo ndipo patakana watu washindane. Mtu ameoa mmoja, wewe wa wanne, hakuna neno. Bora uweze tu. Lakini kushindana katika dunia haitakiwi. Sasa kuna mambo mengine katika kaida ya maisha, shati uishi mambo mengine hukuyaona. Hukuona. Wewe kama waishi kwenye mji hakuna nyumba ila yako, basi ndio utaishi kwa raha. Lakini na hii ya nani, na hii ya nani, na ile ya nani, na hii ya nani, gari mpya imepokea hapa, hii ya nani, au utapata tabu.
shati mambo mengine uishi kama hukuyaona. Kadhalika uelewe ubinadamu si kwa kila mwanadamu. Kuna watu waishi nao juu ya ardhi na ukimpigia salamu asikujibu, na kuna watu wako makaburini na utawaona usingizini na kuja kutembelea. Sijui mmenielewa? Kuna watu utaishi naye nyumba kwa nyumba, jirani hata salamu asikusalimie, na mtu uko maziarani ulikule amezikwa kila siku uje usingizini akakutembelea. Kwa hiyo usishangae kusema ndivyo binadamu walivyo. Apenda mazuri hataki wa kaburini, apenda kutembelea watu, na asopenda hata kama jirani yako. Kuna wengine jirani yako na hata siku hiyo kwa bahati mbaya, manake shati bahati mbaya mmekutana nyote mfungua mlango, kila mmoja mwangalia ndani yake kisha ufunga kufuli, wewe ndo zake. Haya, wewe huwezi kumwambia salamu alaykum wala yeye hawezi kumwambia salamu alaykum, au hata si salamu alaykum, mathalan si salamu alaykum, good morning, hakuna. Sasa usishangae ukawapata tabu binadamu gani, ndio Mungu alivyowaweka. Kuna watu utaishi naye jirani na salamu asikusalimie, na mtu utamzika makaburini na asiate kutembelea. Hii ndio hali ya wanadamu. Kwa hiyo usipate shida sijui merogwa sijui elewa ndio kaida ya maisha Mungu amejalia namna hii. Maana kuna watu jambo kidogo tu yamerogwa. Tafikiri uishi zama za Nabii Allah Musa, maana ndio kwa watu kazi hao uganga kurogana tu. Kadhalika tufahamu saa nyingine wewe waweza kwenda mtu kama mtu yakaa kwenye kasr villa, lakini ana dhiki ya moyo, sio ana maradhi, ana dhiki, yani kwa lugha ya kisasa full stress. Na ukamwona mtu uishi kibandani na stress free, si mahala panapoleta ni moyo. Moyo ukikinai utapanuka, moyo usipokinai utabanika. Hata ukawekwa kwenye state house ukamwambia bwana, si state house umepewa yako, sasa ishi wewe. Ikiwa moyo wako wewe ni mbana, utaona pia pale state house, msinipa state house ya Nairobi, angenipelea Mombasa. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hujui kwa nini? Kwa hiyo usishangae ukamwona mtu ana mali kibao na hulilia shida, na usishangae ukamwona mtu hana chochote na hushukuru. Nini? Ndio kaida ya maisha, ndio kaida ya maisha. Uwe maisha Mungu amepanga namna hiyo. Kuna watu huwapa mali akawakosesha furaha ya moyo, na watu wakakosa mali wakapata furaha kila ukawaona. Wallahi kuna watu hufanya kazi kwa kampuni za watu, wale matajiri wakaona hawa hutuibia. Kila akimwona ye tajiri halali, hateki, hana kwenda livu, hakuna kwenda ofu, hana kwenda likizo, hana kwenda sijui mnahitaji hizo safari, mtu kusafiri na mkewe vacation, sijui ndo honeymoon, hana kwenda honeymoon wala hanisan. Lakini akamwona mfanyikazi wake, mara ule mesafiri kwenda huku, mara leo kwenda Dubai, mara leo kwenda huyu ni ibia. Sikuwa hukuibia, huyu mwenyewe kile apatacho amekinai. Wewe uona bado tumesiapata, utakwenda kuzitumia wapi? Utakwenda kuzitumia wapi? Sasa ni nyoyo. Elewa kwamba kwenye maisha si kuwa nacho ndio kupumbaa, wala si kukosa ndio kuwa na dhiki. Waweza kwenda kuketi na maskini asikushtakia hata moja, na ukaketi na tajiri akakushtakia paka zaidi, paka ukasema wala sitoketi naye tena. Wewe umeketi angalau utaona utaondoka na haki Allah, umeondoka na maudhiko mwanzo mpaka mwisho. Ndio hali ya kimaisha. Kadhalika lazima tuelewe kaida. Henda kawa mtu mweupe lakini kawa huwa wanya weusi. Kivipi? Si kila cheupe chatoa mwangaza na si kila cheusi chatoa giza. La. Waweza ukawa wewe mweusi lakini roho yako safi. Naweza kuwa wewe mweupe roho yako chafu. Hata ule mmoja alimuuliza, cheupe na cheusi
Kizuri nkipi? Akamwambia cheupe. Akamwambia basi mimi nitakuletea sanda. Akamwambia sio umesema cheupe kizuri, sanda nzuri, mbona huitaji? Alkaba nyeusi kila mmoja uipigania. Si alkaba nyeusi, lakini watu wote wakaona uipigania. Umeona mtu akipigania sanda? Sanda nyeupe. Mungu amejalia kusudi ili atupe mifano tuone kwamba si rangi yenye maana ya uzuri. Uzuri hubebeshwa na uzuri hata ikiwa rangi si nzuri. Waweza kuwa wewe huna rangi nzuri lakini kwa wewe ni mzuri, na wewe una rangi nzuri mno lakini wewe si mzuri. Sio mfano alkaba kila mmoja. Manake leo ule Mugabe, akule Mugabe, sio Mugabe. Ule Mugabe alikuwa una maneno mengine ingawa si kweli, lakini akinena tu akanena wazungu sura wanavyodharau wa Afrika mpaka tairi wameweka nyeusi. Sasa tulikuwa tunataka tairi ziwe nyeupe, ati kwamba kutudharau sisi akatujalia tairi za gari pia ni rangi gani? Nyeusi. Ati ni Afrika hamfai kuwa juu juu kabisa hata tairi. La. Haimaanishi wewe ukapewa gari nyeupe na tairi nyeupe pia mwenyewe utaona haipendezi. Gari nyeupe pia tairi we. Kuna vitu vingine lakini tu katika akili yake yeye aona weusi ni uduni na weupe ni ukubwa. La. Waweza kuwa wewe mweusi na ndio mwenye maana kwa watu, na ukawa wewe mweupe na huna thamani kwa mtu. Kwa hiyo usiathirike una rangi gani, athirika una matendo gani. Kadhalika henda ukawa una ndugu na ukaishi peke yako, na henda ukawa umezaliwa peke yako na ukaishi na kila mtu. Usilalamike sengine, mashallah fulani, mashallah angalia yule ndugu yake, yule ndugu. Si kila mwenye ndugu aishi nao. Henda ukawa mtu ana ndugu na kawa yeye miskini, ukimuuliza maisha yake yoishi, na ukamuona mtu hakuzaliwa na ndugu lakini kila mtu ndugu yake. Ule mmoja aliulizwa, wewe rafiki bora kwako, rafiki na ndugu bora kwako nani? Akasema mimi bora, aliyokuwa bora kwangu ni awe ni rafiki na ni ndugu yangu, au awe ni ndugu na ni rafiki yangu. Maana sangine mtu aweza kuwa na ndugu yako na si rafiki yako, na waweza sasa raha upate mtu ni rafiki yako na ni ndugu yako, ni ndugu yako na ni rafiki yako. Sasa haimaanishi kuwa wewe una ndugu alona ndugu aishi na ndugu, wala haimaanishi asokuwa na ndugu haishi. Haimaanishi wewe umezaliwa na ndugu kwamba wewe waishi na ndugu. Waweza kuwa umezaliwa nao na huishi nao, wewe waishi kivyako na wao waishi. Kwani leo ni ndugu wangapi wameteta kwa ule ndugu wao? Hujui, huna mfano wewe katika ndugu walioteta kwa ajili ya kuwa wao ndugu? Maana sengine mweza kuteta kwa kitu si kwa ajili ya ndugu, siasa. Nyinyi kiliwatetesha ni ule kuwa nyinyi ni nani? Ni ndugu. Wateta kwa siasa tutasema hawa wameteta kwa ajili gani? Huyu ni chama hichi, huyu ni chama hichi. Kiliwatetesha mkuu wao ni ndugu. Sasa waweza kuwa una ndugu na ukawa huna wa kuishi naye, na waweza kuwa wewe huna ndugu na ikawa kila mtu waishi. Kwa hiyo usiangalie una nani, angalia waishi na nani. Na vipi utaishi na nani? Ni wewe kujua namna kuishi. Ukiwa hodari wa kuishi, kila mtu ni ndugu yako. Nakumbuka safari moja kuna mtoto mmoja alimuuliza babake, baba, wanipa wasia mimi niowe mke aina gani awe mzuri? Akamwambia, mtoto wangu, kuwa wewe mzuri, kila mke atafaa kuishi na wewe. Wewe usitafute ni mke mwenye sifa gani atafaa kuwa mke wangu. Wewe tafuta mimi niwe ni mume aina gani, mke atafaa kuwa mimi ni mume wake, kisha wewe kawe mke yoyote. Lakini wewe wataka mke mzuri mwenye nini, mke mashallah hana maneno, mke mashallah maridadi, mke msafi, mke mpole, mke wewe mwenyewe huna hata moyo katika hilo. Hayatokuwa kuwa nazo wewe. Mke atakaye kuja atakufaa. Kadhalika asema kwenye maisha usishangae ukimwona maskini utoa sadaka na tajiri uhonga. Subhanallah.
Subhanallah. Kwa nini ahonge? Alikataa kutoa sadaka. Huwezi kuhonga ikiwa wewe watoa sadaka, kwa sababu pale palipatakiwapo kuhonga, kama ulitoa sadaka, Mungu angepalainisha pasitakiwe hongo. Ukiona mtu yoyote huhonga, jua kuna mahala alikataa kutoa sadaka. Lakini sikwambii muangalie mtu, jiangalie wewe mwenyewe. Maana hivi sasa kila mmoja bosi wangu amenituma kuhonga, ona. Sikukupa kipimo upimie, nimekupa kipimo ujipimie. Kwa hiyo usishangae wakati ukiona maskini ndio wenye kutoa sadaka, ujue ni matajiri, kazi yao kufanya nini? Kuhonga. Kulipokosekana kuhonga, kulipokosekana kutoa sadaka kwa wao, kulikwenda moja kwa moja kwenye kuhonga. Hii ndio hali ya maisha. Na maanisha nini? Usipofanya litakiwalo katika maisha, utakwenda kufanya lisilo takiwa siku zote. Usiponena khairi, utanena shari. Usiposema mazuri, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia idfa billati hiya ahsan. Ndipo akatwambia kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Manake usiposema zuri zaidi, utakwenda kusema baya, na hatari zingine utakwenda kusema baya zaidi. Wewe angalia, huwezi kuwakuta watu zungumzia mipira, huwezi kukuta watu zungumzia siasa, huwezi kukuta watu zungumzia vipindi, huwezi kukuta watu zungumzia uchumi, ila wamekosa ya maana kuyazungumza. Walipokosa ya maana, wamevama katika ambao kwamba si ya maana. Na ndio Mwenyezi Mungu akamkataza katika Qur'ani, akatwambia ile aya, hatta yakhudhu fi hadithin wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Ukiona watu zungumza, yani wewe ukishakuona watu zungumza sio kwa maana, usiketi na wao mpaka wazungumze fi hadithin ghairi, maneno yenye maana. Sasa keti na wao. Na kwa nini? Kwa sababu ukiata ya maana utashika sio na maana. Hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu katika ulimwengu. Hakuna alona ya maana akafanya sio na ya maana. Wewe angalia mtu ambaye kwamba umemshuhudisha wewe ni biashara, umwambia boss, hebu nielezee wewe mara hii uchaguzi wamtaka kiongozi gani? Mwambie mimi awe yoyote, mimi nitakutafuta, mimi mwenyewe utafuta kazi, nitakiani ona uchaguzi wao apatao, hatoniangalia mimi, jiangalie mwenyewe na familia yake. Mimi mwanzo na watu niangalie mimi mwanzo, mimi position gani mimi hapa, utafuta kazi sijui nitaipata wapi. Wewe utakunetea habari hizo, wewe ni mwanzo zungumzia na mimi. Tulikuwa kama ule kiswa, bwana mmoja alikwenda kutoa wadhi msikitini, siku ya kwanza kutoa wadhi, watu mashallah ka. Sasa yeye kawa huelezea kiswa cha Nabii Allah Isa. Kaelezea siku ya kwanza kiswa cha Nabii Allah Isa kirefu, kaelezea siku ya pili, siku ya tatu akafika Nabii Allah Isa, Mwenyezi Mungu amemuinua, amempeleka mbinguni. Kimaliza kutoa kiswa, watu wote ndio zao msikitini na kumwata ule shekhe pale pale msikitini. Siku hiyo baada ya kumaliza kuelezea Nabii Allah Isa uko mbinguni, akasema inshallah na kesho tutaendelea. Mmoja akainua mkono, shekhe na suala, huyu Nabii Allah Isa mbinguni hulani? Kaambia wewe sikujua shekhe wako hapa msikitini hulani? Wewe utaki kujua huyu shekhe aliyoko msikitini, utaka kumuona Nabii Allah Isa, utaka kumwalika? Sasa wewe unataka mimi niwe hao? Si mwanzo ujue mimi tu kwanza, mimi nina kazi gani mimi? Kwa hiyo ukikosa kufanya litakiwalo, siku zote utafanya lisotakiwa. Asema elewa siku zote katika maisha, wakati utakapomsaidia mwenzako, muondolea shida mwenzako, hata kama hatokushukuru, hata kama hatolitambua lile, lakini jua katika moyo wake, katika akili yake halitomuondokea. Wema, Waswahili kuambia wema hauozi. Manake hata usipotambulikana, yani hauwezekani, siku ya siku atakumbuka. Na wenyewe siku zote kuambia fanya wema kwa alomwema na asokuwa mwema. Ukimfanyia mwema, ukifanya wema kwa alomwema, umefanya wema kwa anaostahili kufanyiwa wema. Ukifanya wema kwa asokuwa mwema, umefanya mema kwa ajili wewe wastahili kufanya mema.
Sijui mmenifahamu hapa Kiswahili. Yani mimi yule aliyomfanyia si mwema, lakini je, mimi sistahiki kufanya mema? Sasa wewe fanya mema, ikiwa ulomfanyia astahiki kufanywa mema, ni wewe umemfanyia wema anayestahiki kufanywa wema. Ikiwa ulomfanyia wema hastahiki kufanywa wema, wewe wastahiki kufanya wema. Na ndipo pale tumuomba kwa Mwenyezi Mungu tukamwambia, ya Rabbi nipe. Ikiwa mimi nastahiki kupewa, basi nipe. Ikiwa mimi sistahiki kupewa, basi wewe wastahiki kunipa. Unaona? Sasa ndia zote hana budi Mungu akupe, kwa sababu umemwambia nipa. Ikiwa mimi nastahiki ni kupewa kweli, basi nipo kwamba mimi nastahiki. Ikiwa mimi sistahiki, lakini wewe wastahiki kunipa, sababu wewe humkatazi akuombaye na mimi nimekuomba. Unaona? Angalia watu walivyokuwa mahodari kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mungu hakasiriki, lakini wewe mwende tajiri mwambie bosi, nipe bwana. Kwa nini nikupe? Nipe kwamba mimi nakwambia nipe. Kama mimi sistahiki kunipa, basi nipe kwamba wewe bosi unipe. Sitaki kukupa, nenda zako. Lakini Mwenyezi Mungu wala hakasiriki. Subhanallah. Kadhalika atuambia siku zote lazima tuelewe, mimi na wewe, ukimwona Muislamu yoyote mambo yake hayako straightforward, hana jambo hata moja limenyoka hivi, yani hana hata moja akilifanya lawa, hana hata moja akilifanya lawa, yani lawa vile ambavyo kwamba yeye atarajia. Jua siri kubwa katika kuharibikiwa katika yale mambo yake ni kukosa kuwa na intidham katika swala. Yani anta satabqa fi dairati dhaya ma lam takun sala fi ulawiyatak. Wewe siku zote utapotea, mambo yako yatapotea, mambo yako yataharibika maadamu wewe swala haiko katika first priority, kwa sababu huwezi kufaulu kwa wanaoswali. Na ndio tukaekewa adhani, huambiwa hayya ala sala, jambo la pili tukaambiwa hayya ala. Na Mwenyezi Mungu alinena kitambo, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u sala, walipopoteza sala ittaba'u shahwa, walipofuata matamanio. Ukimwona mtu afanya akili yake mtu malo iwafanya, jua siri ya kufanya yale ni kwamba haswali. Lakini aswalio hukaa kapima, hukaa kashauri, hukaa kafikiria, hukaa kaulizia, kwa sababu ile swala yamkataza. Lakini adaa'u sala wattaba'u shahwa, natija fasafa yalqauna ghayya. Hiyo ndo natija, kupotea sasa, kuharibikiwa, kutonyokewa katika mambo. Na ndugu yangu, usiswali kwa ajili mambo yako yawe sawa, swali kwa ajili Mola wako ataka wewe ufanye nini. Akikutengezea ni yeye, asipokutengezea wewe tekeleza lako, mwachie na yeye afanye kazi yake. Tatizo utaona mtu uswali kisha akakwambia, ustadhi mimi bado nimeshika swala lakini mpaka sasa mambo yangu hayajakuwa mazuri. Yani kama wewe ulikuwa na mambo mazuri bila swala, onesha ungeswali maisha yako. Kuna watu uswali ni kwamba mambo yafanye nini? La, usifanye ibada wala usitoe kwa ajili wala wewe kila ufanyapo, inma nut'imukum liwajhi la nuridu minkum jazaan, khalas. Yeye amenambia mfanye, mimi nafanya. Lau atanipa mitihani kila siku nitazidi kufanya, halitolirudisha hata kinyume. Usiwe kama ule bwana mmoja. Kuna bwana mmoja alikuwa haswali na ana mifugo mingi, ana mbuzi wengi na haswali. Mke wake umwambia, wewe bwana, Mungu amekupa neema kama hiyo, hutaki kuswali wewe? Vipi bwana, si haki namna hiyo. Neema hizi uliopewa na Mungu, na hata wewe humshughulikii, hata huenda kumwabudu angalau kumshukuru. Sawa mke wangu, nimesikia, inshallah sasa nitaanza kuswali. Yule bwana akianza kuswali, akienda siku hiyo ameswali, akirudi mbuzi mmoja amekufa. Mimi mbuzi alikizaa, sasa kuswali ndo ameanza kufa. Mke wake akamwambia, labda bahati mbaya. Akaenda kuswali alasiri, akirudi mbuzi wa pili. Mambo gani? Akaenda kuswali magharibi, akirudi mbuzi tena. Sasa hizi swala zimekuwa huwa sumu hizi. Akaenda Isha, alfajiri, mwambia mke wangu, unajua
nilipokuwa si swali mbuzi alikizapata. Sasa nimekuwa mimi swali hufa. Mke wake akamwambia wewe subiri inshallah, Mungu ni mtihani uangalia, lakini atabadilika. Basi kaule bwana uswali hivyo hivyo mbuzi hufa. Sasa ametafshika, amekaa hajui afanye nini. Kuna kibuzi kimoja kimebakia, kimoja tu kijidogo, kimekuwa huja kimdunga huko. Akaangalia akamwambia wewe hata raka moja nyingi kwako wewe. Na kupigia takbiratul ihram hapa kwa kukaa utakwenda zako. Sasa maana yake ajua dawa rahisi ya kuua mbuzi nini? Astaghfirullah. Ni mtihani tu, na kuna watu namna hii. Alikuwa hashiki ibada siku zote, mambo yaona kazi zaenda vizuri, sijui nini, akianza kushika ibada mitihani ikianza uona mbona ibada hii niletea mitihani, kumbe hajui ibada ile itakumtahirisha. Lau kama Mungu hampendi angepostpone ile adhabu akamwekea huko akhira, lakini Mungu hukupa hapa. Mtihani wote wa duniani usiuhesabu kwamba ni mtihani, ila ukiwa katika dini au akili, hiyo ndio mitihani. Lakini maadamu mtihani haujaingia katika dini, haujaingia katika akili, usihesabu ni mtihani. Kwa sababu ule bwana mmoja alimjia mwanachuoni mmoja, akamwambia bwana mimi nina dhiki sana, dhiki sina raha. Akamuuliza nitakuuliza masala mawili, umezaliwa nazo hizo dhiki? Akasema hukuzaliwa nazo, na hakika hukutoka nazo tumboni. Ukifa utakufa nazo, enda nazo akhira. Basi yani dhiki kitu hukuja nacho, utaondoka nacho. Halas, usifikirie mimi na dhiki. Kule kufikiria mimi na dhiki ni wajua sangine Waswahili walinena msemo mmoja mzuri, raha jipe. Utajipa vipi? Awejiona kwa kwenye raha. Wajua ukijiona ngojea wewe ni mgonjwa. Sasa ile kujiona wewe si mgonjwa, lakini ile kuhisi mimi ni mgonjwa ni ugonjwa. Wajua kuna watu wakati wa corona hili walikuwa wagonjwa, wakaona wameshikwa na corona na hawana chochote, lakini ule uoga wa kuiogopa corona wakaona wao wameshikwa. Na kuna watu walishikwa na corona na hawakutambua, kwa sababu Waswahili kuambia kullu jahili salama, hana habari. Mimi hutoka na afya yangu kutafuta mambo kazi, nikae niseme kuna corona hazitapata wa tatoka na corona zake, na akatoboa. Sasa saa nyingine raha ishatujione wewe uko kwenye raha, jihisi wewe mashallah kila kitu unacho, mashallah naishi vizuri, mashallah nini, mashallah. Hiyo ndo raha kujipa mwenyewe. Lakini ukisema utangojea, kuna mtu hata ukampa raha, maadamu kwenye akili yake yeye hana raha, hawezi kuhisi ile ni nini raha. Wewe mwalike mtu mwenye stress, mwambie bosi kesho tuna party. Wewe na una party, watu mambo hapa akili. Sasa kwani ukiwa akili imeshughulika, wewe kulikuwa party kwenda kula, ndio huwezi kutafuna? Lakini ashajiharibu kisaikolojia kwamba yeye hawezi kuwa ni mtu wa nini wa raha. Kwa hiyo saa nyingine ni shati wewe mwenyewe ujijenge mwenyewe kiakili, wewe mwenyewe kwamba mimi alhamdulillah ni kadhaa, mimi alhamdulillah ni kadhaa, mimi alhamdulillah ni kadhaa. Wa ila mmoja alimwambia mwenzake, nikimalizia hapa maana yake tumesema baada ya dakika 10 tutaanza masala. Mmoja alimuuliza mwenzake akamwambia, rafiki yangu, wewe haijakupitikia kwamba mimi na wewe Mungu hatupendi? Kivipi? Sema angalau ndani wetu mashallah tukuta ule ufanya kazi Dubai, ule ufanya kazi Zambia, ule ufanya kazi Bombay, ule ufanya kazi London, ule ufanya kazi Amerika, ule ufanya kazi kwa president, ule ufanya nini, hata kibarua cha kuteremsha mizigo ya sokoni hatuna. Tulikuwa wapi Mungu alipogawanya neema kama hizi? Mungu, mimi kwa mtazamo wangu naona Mungu bwana hatupendi sisi. Ule bwana akamwambia, hivi wewe hujui kama mimi na wewe tulikuwa wapi? Ambaye sijui, kwamba twende kakuonesha. Ule bwana akamtukua mpaka hospitali, akapeleka kitengo cha mabodaboda. Kwa hiyo kitakuangalia ajali wewe, nenda kitengo, huyu mkono kwa yao, huyu shingo imepinda yao, huyu miguu imevundika. Akamwambia, tulikuwa wapi Mungu alipogawanya hizo ajali? Shukuru baba, si tulikuwa wapi Mungu alipogawanya hii angalia huko. Ndio nini? Kama angalia wewe, mbona wewe huko ushukuru wewe?
Hapa kuna watu wana senti kushinda wewe, wataka tukupe senti ukalale wewe sana. Bashukuru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Huyo muhesabu mwendani wake hana neema, lakini mwendani wake ajua kwamba mimi nina neema. Kwa hiyo raha tujipe sisi wenyewe. Sasa ukijua kaida, na ziko nyingi kaida ya kuishi, huwezi kupata tabu, huwezi kumtukia mwenzako. Mwenzanyi mkazaliwa ndugu, baba na mama, tena wewe ukawasimamia ndugu zako ukawasomesha, sawa? Lakini mmoja katika ndugu zako akakushinda katika maisha, akasema sasa ukiwa wewe huyajui maisha, ukaanza kumuonea wivu, ukaanza kumuonea chuki, ukamwanza kuna hasad, yakaja yale yalotokea kwa Yusuf na ndugu zake. Chuki. Kwa nini awe huyu? La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu, mimi ndo mmemlea bwana, mimi ndo namsomesha bwana, mimi ndo namfanya nini bwana, mimi ndo haya yote ni wewe, lakini taufiki nani aliyekao? Halas. Waswahili kwambia riziki aganyao nani? Mungu. Hata mwisho wakatuambia kama waijua nenda kufanya nini? So haiwezekani. Haiwezekani huijue. Na ndio Mwenyezi Mungu katika riziki akasema wa fis samai rizqikum. Kusudi ili kama ni ardhini utakwenda mwambie hii title deed yangu, anaenda mbinguni. Unasikia mtu tajiri yoyote mwenye kusikia nena kipande kile cha mbingu mchangu. Hawezi. Yani kama Mungu kutufunga hapa, kutupiga tatu bila, hamwezi. Riziki yatoka mbinguni, na mbinguni hamwezi kufika. Kwa hiyo ina maana anayeruzukiwa usimchukie kwa sababu haitoi ardhini, huitoa wapi? Na wewe taka kwa alomba mbingu, na wewe akuteremshia yako, atakuteremshia. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Hii dakika zilobakia, kama kuna suala lolote turuhusu mtu aulize, kama hakuna inshallah tuje. Naam.